Nishike tu hivyo babaki. Nataka niangalie panavyojenga. Hao watu wametoka. Hamjambo jamani. Mnaacha tu. Mna miaka mingapi mnafanya kazi hapa? Mmeanza lini kujenga? Kuna muda mrefu sana. Mna muda gani mnajenga? Hakuna muda mrefu kwa sana. Kama miezi mingapi au wiki ngapi? Hapa kama miezi miwili. Ndio mmeanza kujenga. Hiyo kwa msimamizi wa kazi. Kuna muda gani mnaanza? Nasikia. Kuna mwezi mmoja na nusu. Ndio mheshimiwa. Mlipewa lini kazi? Tulikabidhiwa kazi tarehe 24. Tarehe 24 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Ndio tuliposaini mkataba. Tarehe 24 mwezi wa 6. Ndio mheshimiwa. Contract ina gharama gani? Shilingi bilioni 14. Bilioni 14. Ndio mheshimiwa. Hapa mnatakiwa mfanye kazi gani? Hapa tunafanya machinjio ya kisasa ambayo ina contract ya miezi 18. Machinjio yakoje yatakayojengwa? Machinjio hapa mheshimiwa yatakuwa ni machinjio ya kisasa ambayo yana uwezo wa kuchinja ng'ombe 1000 na mbuzi. Ng'ombe 1000. Na itakuwa ni machinjio ya kisasa kwa sababu ya utaratibu ambao utakao unafanyika hapa. Ni utaratibu ambao thamani ya ng'ombe wetu itaongezeka. Kwa maana kwamba twende tu nieleze. Kwa majina yangu naitwa Mr. Mtambwa Lioki Motoka Mbogo. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa ujio wako, tunakushukuru sana, Mungu akubariki. Lakini tunayo matatizo chungu nzima, achilia mbali na mradi. Mradi kweli kama mwenyekiti alivyoeleza ndivyo unavyoendelea, siko kinyume naye. Ila sasa sisi hapa tuna matatizo chungu nzima, hasa kwa upande wa biashara yetu, hususani ngozi. Mheshimiwa Rais, ngozi hapo unapotuona mheshimiwa, tunauza ngozi moja au pisi moja shilingi 200, ngozi ya mbuzi. Na ngozi ya kondoo haina bei kabisa.
Tukisema kwamba ushuke maeneo hapo chini ndio kuna dampo lake, wakazi wapo maeneo hayo wanapata shida sana na ile harufu, kwa maana zinakwenda kutupwa, hazina soko. Ngozi ya ng'ombe inauzwa shilingi 3,000 mpaka 3,500. Ikipanda sana kidogo yenyewe inakuwa na soko kidogo, hatujui ni kwa sababu gani. Labda atatueleza waziri kama yupo au naibu wake kama yupo, tatizo liko wapi. Ngozi ya ng'ombe inaenda mpaka shilingi 5,000. Mheshimiwa Rais, hiyo ndio bei ya ngozi kutoka shilingi 5,000 tuliyokuwa tumezoea ngozi ya mbuzi, na sasa ngozi kuuzwa shilingi 200. Mheshimiwa Rais, ngozi ile ndio iliyokuwa inasababisha sisi tunaleta pale kitu chochote kwako na wewe kuturudishia sehemu ya 10 kwa ajili ya kutengeneza machinjio hayo. Mungu akubariki sana. Tunaomba Mheshimiwa Rais utusaidie kabla ya ujenzi wa machinjio haya, ili wafanya biashara tuweze kujinasua na kuweza kulipa kodi yako. Tunapata taabu sana Mheshimiwa Rais. Tulishaliagiza hili kwa mkuu wa wilaya, amekuwa ni rafiki yetu kipenzi, mara nyingi amekuwa akija kutatua matatizo hapa, hususan wakuu wa vituo hapo wametusaidia sana. Walikuwa wanatusaidia sana kuhusu shida mbalimbali za hapa, kwa maana tuna shida chungu nzima ambazo zinatusababisha sisi ugumu wa maisha hadi kufika sehemu watu kuuana ovyo ovyo. Hata shilingi 50 Mheshimiwa Rais humu inatoa mtu roho. Mkuu wa mkoa, kwa nini mradi mchelewe na mkaweka makandarasi? Nimekuta watu 5 tu wanafanya kazi, utamaliza huu mradi hauwezi ukaisha. Mheshimiwa Rais, mradi huu ulichelewa kwa sababu nyingi, na sisi kama mkoa tulipogundua umechelewa na kwa maelekezo yako mwenyewe tuliamua kuitisha kikao si chini ya mara 3 na kutaka mradi huu ufanywe kazi. Kama alivyosema mkurugenzi, kwa awali budget iliyokuwepo ni bilioni 12.5, lakini walipotangaza tenda kwa utaratibu wao, na sisi tutufundisha baada ya utawala wa sheria kutokuingia mamlaka, wakatangaza tenda wakapata mdhabuni wa bilioni 17.5, jambo ambalo lilikuwa linaongezeka zaidi ya bilioni karibia 5.5. Wakalazimika kwa maelekezo yetu ya kwamba waendane kulingana na design iliyotengenezwa na uwezo wa bajeti iliyokuwepo. Ndio pale tulipoamua kuingilia na kuchia kikao pale mkoani na kutafuta mkandarasi ambaye ni mtu wetu, kwa maana ya mtumishi au kampuni ya serikali. Kilichotokea kingine Mheshimiwa Rais ni ucheleweshwaji wa mobilization fund. Ile fedha ndio imetoka wiki 2 zilizopita. Maana hata mkandarasi mwenyewe alikuwa anaanza kwa kusuasua kwa sababu anategemea hela ya kwake, lakini sio fedha iliyotoka kwa ajili ya kuanza ujenzi wa mradi huu. Fedha zilitolewa na nani? Fedha Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa taratibu zinatoka hazina, na zikitoka hazina ndio zinaingia kwa mkurugenzi wa manispaa, na manispaa ndio inatumia nafasi hiyo ya kulipa. Mkurugenzi, fedha mmezipata lini? Mheshimiwa Rais, tulipata kama wiki 2 zilizopita na fedha tushazidiscuss. Kutoka wapi hizo fedha? Kutoka hazina. Kwani contractor anapopewa kwenye site huwa anapewa mobilization period, walipewa muda gani? Ilikuwa ni wiki 2. Sasa kama ni wiki 2, contractors ni registered class 1 contractor. Ndio Mheshimiwa. Yeye alitegemea apate kazi ndiye afanye. Si tungempa mtu yoyote hapa ambaye hana hela. Kuna mkurugenzi wa National Housing hapa. Haya, mkurugenzi wa National Housing. Asante Mheshimiwa Rais. Naitwa Margaret Ezekiel, ni kaimu mkurugenzi wa ubunifu. Ni kweli tumepata hela kwa ajili ya mobilization wiki 2 zilizopita. Tumepewa hela ngapi? Tumepewa bilioni 1.8. Lakini kabla ya hapo tumeshatengeneza ofisi ya kwetu upande wa pili, kwa sababu hapo tunachimba. Kuna ofisi pamoja na store. Ndio kwa bilioni 1 point. Hapana, hiyo tumetumia hela zetu za ndani. Tumetengeneza condemnation pit, sehemu ya kutupa wanyama ambao hawafai. Kwa hapa, kwani zamani walikuwa wanaota. Walikuwa wanatupa upande wa pili kule ambapo ni site. Kwa hiyo tumetumia hela yetu ya ndani kutengeneza hiyo condemnation pit. Nisikilize mkurugenzi, unajua utanichafua tu mwisho nichukie bure. Umenielewa? Unapopewa kazi, ndio unapoanza mobilization, hayo nayo niambia ni yenu. Kutengeneza site yako, kutengeneza mobilization ni yako. Mimi nimekaa kwenye construction industry zaidi ya miaka 17. Na ndio maana ninajua National Housing ilipokuwa ikipromotiwa kutoka class 3
mpaka class 1 as registered contractors kwa mujibu wa sheria namba 17 ya mwaka 97. I know everything. Umenielewa? Sasa nataka niwaeleze kitu kimoja. Nataka hii kazi mnielewe, National Housing, mkuu wa mkoa, wakurugenzi, DC, everybody aliyopo hapa. Nataka hii kazi. Mmenielewa? Lakini wala si mpaka mwezi wa 7. Mmesema mpaka mwezi wa 7. Hapana. Umenielewa? Hamwezi mkajenga jengo la ghorofa moja uchukue miezi 18. Ni uzembe wa hali ya juu. Anzeni mfanye kazi usiku na mchana. Wacheni generator. Hawa watu wanateseka kwa ajili yenu. Nazungumzia ma contaminations and so on. Hawa wanataka jengo, wachinje mbuzi, wachinje ng'ombe, wapate pesa. Sasa haiwezekani serikali ikatoa bilioni 14 halafu hakuna kazi inayofanya. Contractor ni watu wawili wako pale. The effective ya kazi haipo. Muwe na timu ya kutosha, mufanye kazi usiku na mchana. Ikiwezekana tafuteni hata kama ni wanajeshi, muwape contract, muweke subcontractors, mzigawane hizo hela, msizile ninyi wenyewe. Nataka kazi hii, huu ni mwezi wa ngapi? Wa 9. Nataka mwezi wa 12 nitakuja hapa. Na mkuu wa mkoa na mkurugenzi, muache maneno tu. Nataka kupata matokeo, ndicho mimi ninachotaka. Sio mambo ya kuja mnaonekana mnafanya nini. Nataka results.